Zilianza stori za kwamba watagomea kupokea miili ya maiti ambao wamekufa katika eneo la mapambano. Hatimaye Ukraine wamekubali kupokea takribani miili 1212 ya wapiganaji ambao wamefariki dunia wakiwa katika eneo la mapambano. Na hii inakuja ikiwa ni kuvunja ule mwiko wao ambao waliutangaza kwamba kamwe hawatapokea miili hiyo. Urusi imekabidhi miili ya wanajeshi zaidi ya 1200 kwa Ukraini. Moscow imepata mabaki 27 tu ya wanachama wake wa huduma. Vladimir Mediansky, mpatanishi mkuu wa mazungumzo ya Kiev, amethibitisha Urusi imerudisha mabaki ya wanajeshi 1212 wa Ukraini waliouawa katika mapigano. Hii ikiwa ni hatua ya kutekeleza yale makubaliano ambayo yalifanywa kati ya Urusi pamoja na Ukraine mjini Istanbul, ambayo yalilenga kurejesha miili ya maiti ambao wamefariki katika eneo la mapigano. Uhamisho huo umetangazwa kwa mara ya kwanza na makao makuu ya uratibu wa Ukraini kwa matibabu ya wafungwa wa kivita. Miili hiyo ilipatikana kutoka katika mstari wa mbele katika mikoa ifuatayo: Kursk, Donetsk, Lugansk, Kherson pamoja na Zaporizhia pamoja na mkoa wa Kharkov wa Ukraini. Hakuna majina au maelezo zaidi yaliyotolewa, kwa maana ya kwamba hiyo miili 1212 wamefariki katika mikoa hiyo ambayo nimekutajia. Unapoizungumzia Kursk, ni eneo ambalo Ukraine walijichanganya. Donetsk, Lugansk, Kherson na Zaporizhia, maeneo yote hayo walijichanganya. Mediansky, ambaye anahudumu kama mpatanishi mkuu wa Moscow kwenye mazungumzo ya Kiev, amesema Urusi imepokea miili 27 tu ya wanajeshi wake waliofariki. Anasema sasa wanaweza kuzikwa kwa njia ya Kikristo, amesema kwenye taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Telegram, akiongeza kwamba pande hizo mbili zimekubaliana kuanza mabadilishano ya dharura ya wapiganaji hao ambayo yanahusisha wafungwa wa kivita waliojeruhiwa vibaya. Urusi haiwaachi watu wake, alizungumza bwana Mediansky. Ifahamike, Moscow yenyewe imesema iko tayari kurejesha mabaki ya zaidi ya wapiganaji 6000 wanajeshi wa Ukraini, lakini wanaishutumu Kiev kwa kuchelewesha kukubaliana. Moscow iliamua kurudisha miili hiyo wakati wa mazungumzo ya mjini Istanbul na Kiev mapema mwezi huu. Hata hivyo, wakati Urusi ikikamilisha uwasilishaji wa miili hiyo kwenye maeneo yaliyotengwa ya kubadilishana, Ukraini ilipanga upya mkutano huo bila taarifa ya awali, ambapo wawakilishi wao hawakupatikana. Licha ya hayo, Luteni Jeneral wa Urusi Alexander Zolin, ambaye alikuwa sehemu ya timu ya mazungumzo ya Moscow, amesema kwamba nchi hiyo iko tayari kikamilifu kuheshimu makubaliano hayo, akisema ni hatua ya kibinadamu, sio ya kwanza ya aina hiyo, ila ni kwamba kwa masikitiko makubwa inaonyesha dalili za kutokamilika. Kama sehemu ya mchakato wa Istanbul, Urusi na Ukraine pia wamekubali kufanya mabadilishano kadhaa ya wafungwa wa kivita. Mazungumzo hayo yameendelea baada ya duru ya pili ya mazungumzo, ambapo jumla ya idadi ya wanajeshi inakadiriwa kuwa ni 1000 hadi 1200 katika mabadilishano ya hivi karibuni, kwa mujibu wa bwana Mediansky. Kwa hiyo Ukraine tunaweza kuwaambia wamebana, wameachia. Sasa ni wao wenyewe wamekubali pasipo kulazimishwa na mtu yoyote kwamba sasa tuko tayari kupokea miili isiyopungua 1200 ya wapiganaji ambao wamefariki dunia katika eneo la Special Military Operation, huku Urusi yenyewe ikitoa miili 27 tu ndio ambayo wameipokea. Tukiwa bado tuko hapo hapo katika eneo la Special Military Operation, tunakutana na babu yenu wa kambo kabisa. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amekataa mazungumzo ya aina yeyote ile yanayohusu mipaka kuzungumza na mtu mwingine zaidi ya Vladimir Putin. Ujumbe wa Kiev mjini Istanbul umeidhinishwa kujadili masuala ya kibinadamu na masharti ya kusitisha mapigano. Kiongozi wa Ukraine akazungumza. Zelensky amesema kuwa atajadili tu masuala ya kimaeneo na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Kwenye mahojiano na vyombo vya habari vya kule Hungary, Zelensky amesema wajumbe wa Ukraine kwenye mazungumzo ya Istanbul hawana idhini ya kujadili masuala ya eneo na upande wa Urusi. Anazungumza hivi, namnukuu, anasema our memorandum is a basis for negotiation. Based on it, our delegation has a mandate to discuss humanitarian issues or the ceasefire. What they do not have a mandate for it is to discuss the sovereign and territorial integrity of Ukraine.
Our own constitution matter. It is my job to have a dialogue about terrorists, about territories, and Putin, who stole them. I will not discuss my position on this with anyone else. Kwa lugha nyepesi kabisa ambayo alinifundisha Mwalimu Kangalawe kule Iringa, Mlevelo kule ndani, inasema hivi: mkataba wetu ni msingi wa mazungumzo. Kwa kuzingatia hilo, ujumbe wetu una mamlaka ya kujadili masuala ya kibinadamu au usitishaji wa mapigano. Kile ambacho hawana mamlaka nacho ni kujadili uhuru na uadilifu wa eneo la Ukraini. Hili ni swala letu la kikatiba. Ni kazi yangu kuwa na mazungumzo kuhusu maeneo na Putin, ambaye aliyaiba maeneo hayo. Sitajadili msimamo wangu juu ya hili na mtu mwingine wa aina yeyote ile. Matamshi ya Zelensky yanafuatia duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya wajumbe wa Urusi pamoja na Ukraine mjini Istanbul, ambayo yalifanyika mapema mwezi huu wa 6. Wakati wa mazungumzo ya hivi karibuni, pande zote mbili zilibadilishana mapendekezo ya kumaliza mzozo huo. Ramani ya amani ya Urusi inahitaji Ukraine kutambua hasara ya mikoa mitano ambayo ilijiunga na Urusi katika kura za maoni, kuondoa majeshi yake katika maeneo hayo, kujitolea kutoegemea upande wowote na kupunguza uwezo wake wa silaha. Kiongozi huyu wa Ukraine ametupilia mbali pendekezo hilo, akasema hili ni pendekezo la hovyo. Kiev imekataa makubaliano yoyote ya kimaeneo pamoja na kutoegemea upande wowote na inadai usitishaji vita kamili kwa siku 30 bila masharti. Katikati ya Mei, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alizungumza kwenye mkutano kati ya Putin na Zelensky hauwezi kutengwa na unaweza kutokea ikiwa mazungumzo hayo yatazaa maendeleo madhubuti na makubaliano madhubuti. Urusi hata hivyo imeibua wasiwasi wao juu ya nani atatia saini mkataba unaowezekana, kwani inamchukulia Zelensky ni kiongozi haramu. Muhula wake wa kiongozi huyo wa Ukraini ulimalizika mwaka jana mwezi Mei na amekataa kufanya uchaguzi mpya, akisema kwa hivi sasa taifa litakuwa chini ya sheria za kijeshi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linaendelea huko. Warusi wenyewe still wanasimamia msimamo wao kwamba okay fine, wanaweza wakakaa kwenye meza mazungumzo wakazungumza, lakini ni nani ambaye atatia sign yale makubaliano? Kwa sababu taifa la Ukraine kwa mujibu wa Urusi halina rais. Taifa la Ukraine linaendeshwa kijeshi. Kwa hiyo Warusi hawatokubaliana na jambo hilo. Nukta ya ripoti ni kuhusiana na huko nchini Ukraine. Wanachama wa Ukraine kwenye muungano wa NATO ni kizungumkuti. Umoja unaoongozwa na Marekani wa NATO unajaribu kupunguza msuguano kati ya Washington na wanachama wengine. Matarajio ya Ukraine kujiunga na NATO hayatatajwa katika tamko hilo katika mkutano wa kilele wa jumuiya hiyo baadaye mwezi huu. Kwa muda mrefu Kiev imekuwa ikitaka kuwa mwanachama wa shirika hilo linaloongozwa na Marekani, lengo ambalo Urusi inaliona kama tishio kwa usalama wa taifa lake. Sasa kufuatia majambo hayo, taarifa rasmi ambayo imetolewa ikiwa na ukurasa mmoja ambayo imeonekana inalenga malengo ya matumizi ya NATO inasema hivi: mkutano huo wa kilele mjini The Hague nchini Uholanzi unaripotiwa kuwa utajumuisha tu chakula cha jioni na mfalme wa Uholanzi na kikao kimoja cha kazi. Ni kwamba ufupi wa tamko hilo na mkusanyiko unaripotiwa kuwa umeundwa ili kupunguza uwezekano wa kutoelewana kati ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na viongozi wengine wa NATO. Kinachokosekana katika taarifa hiyo ni matarajio ya Ukraine kujiunga na muungano wa kijeshi wa NATO. Ahadi ya mwaka jana ya msaada wa kijeshi yenye thamani ya dola bilioni 45 haitarejeshwa pia, imeongeza sehemu ya ripoti hiyo. Mnamo Julai 2024, katibu mkuu wa kamati wa umoja huo Jens Stoltenberg aliwahimiza wanachama wa umoja huo kujitolea kwa miaka mingi kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Kiev. Matumizi ya kila mwaka katika kambi nzima yanapaswa kuwa yamefikia euro bilioni 40 kama dola bilioni 45 kila mwaka chini ya mpango huo, lakini mambo yamekwenda kinyume chake. Mwaka huu wanachama wa NATO wanatarajiwa tu kujitolea kutenga angalau 3.5% ya pato la taifa kwa kufanya ulinzi fikapo mwaka 2032, huku wakitumia 1.5% ya ziada katika kulinda miundombinu na kuhakikisha utayari wa raia. Umoja huo hivi sasa unafikiri namna gani wataruhusu wanachama wake kuhesabu msaada wa kijeshi kwa Kiev
kuelekea malengo ya matumizi huko Ukraini. Katibu mkuu wa NATO wa sasa Mark Rutte, yeye anataka mkutano huo uwe ni ushindi kwa Trump, ambaye mara kwa mara ametoa wito kwa wanachama wa jumuiya hiyo kutumia angalau 5% ya pato lao la taifa katika ulinzi. Mapema mwezi huu, vyombo mbalimbali vya habari viliripoti kwamba kiongozi wa NATO wanaepuka kujadiliwa wanachama wa Ukraine katika mkutano ujao wa kilele katika jitihada za kupunguza mvutano kati ya Marekani na EU pamoja na Urusi. Rais wa Marekani anayetaka kuwezesha makubaliano ya amani kati ya Urusi pamoja na Ukraine amefutilia mbali uwezekano wa Kiev kujiunga na NATO. Urusi inauona upanuzi wa kambi ya kijeshi upande wa mashariki kama tishio na imetaja kuwa ni moja ya sababu kuu za kuanzisha operation. Maafisa wa Urusi wamewahi kusema mara kadhaa kwamba kuingiza Ukraine katika umoja huo litakuwa ni tangazo la kuvuka mstari mwekundu, huku wakisisitiza kwamba nchi hiyo inatakiwa isiegemee upande wa aina yeyote ile. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.